Naam, kama ambavyo nimekuambia ya kwamba tuko katika jiji la Mwanza na tayari tumekwisha kupokea wageni kutoka nchini Marekani ambao wamekuja special kwa ajili ya kuhudumia semina hii au kongamano ambalo tutakuwa nalo kwa muda wa siku 3. Na mbele yangu ninaye mbeba maono wa Smart Pastors. Nina imani kabisa atakuwa na mengi ya kuzungumza, na wewe ambaye pengine unatazama ikiwa ni mara ya kwanza ujui Smart Pastors ni nini, nafikiri utafahamu siku ya leo. Baba, Bwana Yesu asifiwe. Amina, Bwana asifiwe sana. Amina, shikamoo. Marhaba. Hongera kwa kupokea wageni. Nashukuru sana. Tunamshukuru Mungu wamefika salama wote 4 kutoka Marekani. Wanaotufuatilia wana shauku ya kujua jiji la Mwanza kuna nini? Karibu. Jiji la Mwanza kuna baraka na neema kwa sababu watumishi wa Mungu wa Mwanza wasiopungua 300 watakuwa na mafunzo maalum kuhusu utawala wa kanisa, ambapo tutakuwa na siku kama 2 kwa maana ya kuanzia leo mpaka Jumamosi. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwamba mwitikio ni mkubwa na wachungaji wako tayari. Asante. Kwa anayetutazama kwa mara ya kwanza hajui Smart Pastors ni nini na yalikuwa ni maono yako, pengine ni kitu gani ambacho pengine kilikusukuma kuwa na jambo kama hili? Mimi nimekuwa mkufunzi wa miaka mingi, karibu miaka 20 na kitu wa wachungaji kwa maana ya vyuo vya Biblia. Kwa hiyo hata nilipoenda kusoma udaktari niliamua kushughulika na mambo ya wachungaji, hasa kwa upande wa utawala, kwa sababu niliona kama hapo ndo kuna misi mambo ya utawala, kwa maana utawala wa fedha, mambo yanayohusu uongozi kwa ujumla, jinsi ya kusimamia kanisa. Kwa hiyo nilipomaliza ndipo nikapata huo mzigo. Kabla sijamaliza nilipata huo mzigo, nikaanza kuandika kwenye gazeti la Jibu la Maisha. Kulikuwa na makala inaitwa Smart Pastor. Baadaye ndo nikaja sasa kuzalisha hii huduma ambayo sasa huu ni mwaka wa 5 kama sio wa 6, na tumekuwa tukienda maeneo mbalimbali. Tufahamu kwa uchache maeneo pengine ambayo mmefanikiwa kufanya haya makongamano na yamekuwa na impact gani? Asante sana. Tumefanikiwa kufanya Dodoma karibu miaka 3 mfululizo. Baadaye tukaenda Manyara, na sasa tuko Mwanza. Kwa hiyo tutakuwa tunaendelea mikoani na punde tutaenda pia, tuna mialiko, tunaweza tukaenda Uganda, Kenya, Zambia, Burundi. Kwa hiyo kuanzia mwakani tunaweza tukaanza kutoka nje ya nchi kutrain watumishi kwenye eneo hili la utawala, church management. Pongeze sana. Pengine nipate kufahamu, inawalenga sana washirika, viongozi, wachungaji, mnalenga sana hasa watu gani? Kwa kweli wanaolengwa ni wachungaji na tuseme viongozi wa kanisa. Mtu yeyote ambaye ni kiongozi wa kanisa ndiyo anayehusika zaidi na hii huduma. Na wakati mwingine tunakuwa na zile special Smart Pastor seminars ambapo tunaita na wachungaji na wenza wao. Kwa hiyo wakati fulani tunakuwa na hiyo, lakini mara nyingi ni wachungaji. Kwa hiyo wanaolengwa ni watumishi wa kanisa kwa maana ya viongozi katika kanisa. Yes. Na mmelenga makanisa gani ambayo wanatakiwa wahudhurie hilo kongamano, na utaratibu pengine wa kuhudhuria hilo kongamano ukoje? Huwa tunapenda iwe interdenomination. Tunapenda makanisa mbalimbali yahusike. Kwa hiyo tunapoenda kwenye mji, mara nyingi tunaenda kwenye uongozi unao include makanisa mbalimbali, unaohusisha kwa mfano CPCT. Kama hapa ni CPCT ndio, kwa hiyo kiongozi wa CPCT wa mkoa anahusika, na tumeunda kamati ambayo ina wana CPCT
lakini pia na watu wengine ili tupate makanisa madhehebu mbalimbali kuhudhuria huo mkutano au hiyo semina. Kwa hiyo sio kanisa moja, japo mimi ni mTAG, nachunga kanisa la TAG Kana kule Dodoma lakini tunafanya kazi na madhehebu mbalimbali, sio wa TAG peke yao. Tukikusanya wa TAG peke yao, manake maono yangu hayatatimia. Mimi nataka nihudumie watumishi wa Mungu katika kanisa la Mungu kwa maana ya madhehebu mbalimbali wanaotaka kuwa viongozi wenye uadilifu, viongozi ambao wanaendesha makanisa yao kwa maono, na viongozi ambao wanakuwa ni mfano kwa washirika katika kila jambo. Kwa sababu kiongozi ni kielelezo. Kwa hiyo tunafundisha namna gani uwe kielelezo kwenye mambo mbalimbali, badala ya kuwa tu mhubiri unaongea lakini maisha yako hayako vile unavyohubiri. Kwa hiyo kiongozi lazima uongoze kwa maana ya kuwa kielelezo pia. Kwa hiyo ni moja ya vitu tunavihimiza kwa watumishi wa Mungu katika kanisa la Bwana. Pengine mrejesho ukoje kwa seminars ambazo umekwisha kuzifanya? Maana umesema kwamba ni karibu miaka 5-6 hivi. Mrejesho wake ukoje? Tunamshukuru Mungu, mrejesho ni mkubwa kwa sababu kama nilivyokuambia tunaitwa. Kwa hiyo nimetaja hizo nchi, lakini hapa Tanzania kuna maaskofu ambao wameonyesha kwamba wangependa kupata Smart Pastor conference. Kwa hiyo nakumbuka kuna askofu anaitwa Askofu Mulenga, ni wa inaitwaje ile ile nyingine kwa hiyo kuna Askofu Mulenga, wanaomfahamu watajua. FPCT yule askofu pia ameonyesha kwamba watapenda, lakini nimesha hudumu au tumeshaitwa pia kwenye national conference, yani conference za kitaifa za madhehebu kama 3 hivi. Wale maaskofu wakuu wananiita ili niweze, na hasa baada ya kwamba wengine wamesoma kitabu cha Smart Pastor. Kuna kitabu cha Smart Pastor jinsi ya kuwa kiongozi mahiri. Ni cha Kiswahili, lakini neno Smart Pastor ni kama brand tu. Kwa hiyo wengi wamesoma, wanaosoma wanatamani kuwafikia na wengine. Kwa hiyo response ni kubwa, naitwa, naandikiwa na wengine wana order vitabu. Kwa hiyo vitabu vyetu havikai sana kwa sababu ya jinsi ambavyo wanaona kwamba inawafaa watu wao. Kwa hiyo ndio maana unakuta kuna maaskofu ambao wanaona niongee na wachungaji wao kwa ujumla wa nchi nzima wanapowakusanya. Na hicho kitabu pengine mtu akikihitaji anakipataje? Hicho kitabu ni kuwasiliana na mimi moja kwa moja kwa sasa, alafu ndio tunajua sasa namna ya kumfikishia. Kwa hiyo kinapatikana. Ni kushukuru mchungaji, tunapokwenda kumalizia, pengine zungumza na anayetufuatilia. Pengine angetamani kufika lakini taarifa hii imekuwa ni ya ghafla kwake. Unamwambia nini? Kwa kweli kwa Mwanza sidhani kama naweza nikasema karibu, kwa sababu tayari watu walishafanya usajili na kuna hatari ya kuvuka lengo kwa maana ya wachungaji 300. Kwa hiyo labda sana tufuatilie ili kujua tutakuwa wapi tena, lakini pia ukipata kitabu itakusaidia. Kitabu unaweza kanipigia tukaongea namna ya kukipata 0743814056 utanipata, alafu nitakusaidia kupata kitabu.
Kwa uchache Pastor, tudokeze tu kidogo tu kwa wale ambao watakuwepo yale yatakayojiri katika conference hii. Yatakayojiri kwenye hii conference kimsingi mada ni tunaita stewardship. Mada ya mwaka huu ni uwakili. Kwa hiyo tutazungumzia mambo ya uwakili, usimamizi wa mali, matumizi ya mali za kanisa vizuri kwa uadilifu, na jinsi ambavyo pia unaweza ukatumia, maana rasilimali ni pamoja na washirika. Na kwamba ni vipi unaishi na washirika ili waweze pia kwanza kufaidi kile ambacho ni mali ya kanisa, lakini pia wao wenyewe utawezaje kuwasimamia ili waweze sasa kuzaa matunda, maana kila rasilimali inabidi izalishe. Kwa hiyo rasilimali watu unawasaidiaje kwa vipawa vyao, kwa talents ama uwezo wao, elimu yao. Utamsaidiaje? Ukiwa na daktari, ni namna gani anaweza kwenye kanisa akazaa matunda yatakayolifaidia kanisa licha ya hiyo kazi yake anayoifanya. Kwa hiyo pia unaishije nao? Kwa hiyo ni zaidi kwenye mambo ya uwakili, usimamizi wa rasilimali mbalimbali za kanisa. Nikushukuru sana. Amen. Asante. Bwana asifiwe. Amen. Tukutambue kwa majina yako. Ninaitwa mchungaji Goodluck Kiara wa kanisa la New Vine Church. Niwapongeze kwa maandalizi makubwa ambayo mnayo kwa ajili ya conference hii nzuri, na nina imani kabisa wewe ni miongoni mwa waratibu wa hili kongamano. Sasa tujue mchakato umeendaje na tumefikia wapi? Kwanza tunashukuru. Mimi ni katibu kwenye kamati ya utendaji kwenye kongamano hili la Smart Pastor. Kwanza tunafurahi sana kwa neema ambayo Mungu ametujalia katika jiji letu la Mwanza kupata kongamano hili la Smart Pastor. Mwitikio ni mkubwa. Tumefanya kazi kubwa sana kuhamasisha wachungaji toka sehemu mbalimbali ya jiji ya Mwanza kushiriki pamoja. Nafasi imefungwa, ina idadi kadhaa ya wachungaji wanaohitajika, lakini kuna hamasa kubwa katika mji na wachungaji wako tayari kuja kutengenezwa, kufundwa, kushepiwa ili tuweze kufanya kazi ya Mungu vizuri na kumzalia Mungu matokeo makubwa katika ufalme. Mmefanikiwa kuyafikia makanisa mangapi? Kwa sababu nimesikia kwamba si makanisa tu peke yake ya TAG, ni mchanganyiko. Pengine mmeyafikia makanisa mangapi? Tukisema kwa swala la makanisa mangapi inaweza kawa kazi ngumu, kwa sababu tulichokifanya tumehusisha makanisa yote ya Kipentekoste kwa kutumia uongozi wa CPCT mkoa na wilaya. Kwa hiyo makanisa ni mengi sana ambayo yamepewa taarifa hii. Tunaweza tukapata picha hiyo vizuri zaidi leo tunapoenda kwenye registration, lakini nataka nikuhakikishie ni makanisa mengi sana ambayo tumeyahusisha. Yes. Na kongamano hili pengine ni la ngapi katika jiji la Mwanza? Kwa ile Smart Pastor la kwanza. Yes. Kwa ile Smart Pastor la kwanza. Halijai kuwepo Mwanza. Kwa hiyo tuna matarajio makubwa. Nimesikia unasema kwamba idadi yenu ni watu 300. Yeah. Na pengine ikitokea wakazidi, mnaosaidiaje watu ambao wana shauku ya kusikia? Ndio wasiwasi mkubwa tulionao. Kwa hiyo tulimtaarifu coordinator yetu mkuu Dr. Kamuli kwamba anything can happen, lolote linaweza likatokea, na tulimtayarisha kwa staili hiyo ili sisi pamoja na yeye tujiandae kwa mafuriko atakayotokea. Na nikitoka hapa sasa hivi kwenye mahojiano, mimi nakimbia eneo la tukio ili kuangalia upepo ili kila ongezeko nalokuja tuanze kulishughulikia mapema. Nikushukuru sana katibu.
Asante, ninashukuru sana. Well, good morning, everyone. I am Barry Simon. I'm from Oklahoma, USA. And asubuhi kila mmoja, ninaitwa Barry Simon kutoka Marekani, jimbo la Oklahoma. And I'm here with Pastor Marcel. Niko hapa na mchungaji Marcel. And we're here for Smart Pastor 2026. Tumekuja kwa ajili ya kongamano la Smart Pastor 2026. This is a conference that we've done over the last 4 years all over Tanzania. Makongamano kama haya tumefanya kwa miaka 4 iliyopita hapa Tanzania. And it's a blending of local pastors here in Tanzania along with pastors from America. Na ni muunganiko kati ya wachungaji walioko hapa Tanzania na wachungaji wanaotokea Marekani. What I've found every time I've come on these trips is that I learn just as much as I try to teach. Na nilichogundua ni kwamba mara zote ninapokuja ninajifunza zaidi kuliko vile ambavyo ninafundisha. Because we're here to build the church, and it's a beautiful expression of the church when cultures can come together and we can celebrate what God is doing all over Tanzania. Kwa sababu tunakuja kwa ajili ya kujenga kanisa, na ni jambo kubwa sana tunapoona tamaduni zikiungana hapa katika nchi yetu ya Tanzania. We have a great group of leaders and pastors that are here in Mwanza that have put this together. Kuna wachungaji na viongozi wengi hapa Mwanza ambao wametuunganisha sisi wote pamoja, along with Dr. Joel Hamuli, wakiwa pamoja na Daktari Joel Hamuli. And I'm looking forward to what God is going to do even as we start this afternoon. Na mimi nafurahi sana nikitazamia mambo makubwa Mungu atakayotenda tutakapoanza leo mchana. It's a 3-day seminar. Ni semina ya siku 3. And the topic this year that God has led us to, na mada ya mwaka huu ambapo Mungu ametuongoza, is titled More Than Enough. Na kichwa kinasema zaidi ya kutosha. It's a theology of stewardship. Ni theolojia ya uwakili. Stewardship is a word sometimes when we translate it we may have different meanings that we
It is so good to be here. I'm so excited to see what God is doing. Warm welcome to all of you. We have some other leaders, Ilemela, Assistant District. So good to meet you. Chairman of Union of Churches. Yeah. The Chairman of Union of Churches in Mwanza. Thank you. Respected elders in town. Bishop Molel, one of the senior elders. He's a leader in our district, Pentecostal organization leaders. Yeah, he's a secretary. Bishop from Kelewe, Iceland. I met you earlier. Bishop Denny. So good to be Yeah, one of the leaders from Kelewa. Thank you, Kelewa. Welcome. All right. Good to meet you. wonderful. Karibu kwetu. Pastor Dave, pleasure to meet you all. I'm Justin. Very nice to meet you. Nice to meet you. Santa. Justin. Dennis. Nice to meet you. Dennis Michael. I'm Justin Weaver. Nice to meet you. How are you, sir? Mary Island. Okay. I'm Justin. Nice to meet you. All right, man. How you doing? I'm Zach. Good to meet you. Thanks for having me. Appreciate you. Me? Welcome. Kevin. Love it. Never heard of him. Labda nipige makofi kidogo wakati wageni wetu wanaingia kama kuwakaribisha. Asante kwa kuwakaribisha wageni wetu.